Tarehe 17 Machi ni siku ambayo imebaki katika kumbukumbu nzito ya historia ya Tanzania. Ni siku ambayo taifa lilipokea taarifa iliyotikisa mioyo ya mamilioni ya Tanzania. Miaka 5 imepita tangu kuondoka kwa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kiongozi alitikisa siasa za Tanzania kwa maamuzi yake makubwa, kauli zake kali na mtindo wake wa kipekee wa uongozi. Lakini miaka 5 baadaye, bado jina lake linazungumzwa. Bado mjadala kuhusu uongozi wake unaendelea, na bado kumbukumbu zake zinaishi mioyoni mwa Watanzania wengi. Leo tutarejea nyuma kidogo, kuangalia maisha yake, safari yake ya uongozi na urithi aliyouacha katika historia ya Tanzania. Karibu sana kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Dodoma TV. Hii ni simulizi ya miaka 5 bila Dr. John Pombe Magufuli. Leo ni siku ya kipekee katika historia ya Tanzania. Tarehe 17 Machi ni siku ambayo Tanzania wengi hukumbuka kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Leo miaka 5 imepita tangu taifa lilipopokea taarifa ya kusikitisha ya kifo chake tarehe 17 Machi mwaka 2021. Taarifa iliyowafanya Watanzania wengi kuguswa na kuingia katika kipindi cha maombolezo ya kitaifa. Katika siku kama ya leo, kumbukumbu nyingi urudi tena katika mioyo ya Tanzania. Watu kumbuka maisha yake, uongozi wake na mchango wake katika maendeleo ya taifa. Hayati Dr. John Pombe Magufuli alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Chato mkoani Geita. Alitoka katika familia ya kawaida ya wakulima na wafugaji. Kama watoto wengi wa vijijini, wakati huo maisha yake ya utotoni yalijaa changamoto, lakini pia yalijaa ndoto na matumaini ya maisha bora. Safari yake ya elimu ilianza katika shule za kawaida za serikali. Kwa juhudi na bidii kubwa, aliendelea na masomo yake hadi kufika elimu ya juu, na baadaye alipata shahada katika masomo yake ya kemia na hisabati, na hatimaye akapata shahada ya uzamivu katika kemia. Lakini wengi ukumbuka zaidi katika safari yake ya siasa na uongozi. Magufuli aliingia rasmi katika siasa mwaka 1995 alipogombea na kushinda ubunge katika jimbo la Chato kupitia Chama cha Mapinduzi. Tangu wakati huo alihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini. Aliwahi kuwa naibu waziri wa ujenzi, baadaye akawa waziri wa ujenzi, waziri wa ardhi na pia waziri wa uvuvi na mifugo. Katika nafasi hizi zote alijengea sifa ya kuwa kiongozi anayesimamia kazi kwa ukaribu mkubwa na anayesisitiza uwajibikaji. Wakati akiwa waziri wa ujenzi, alijulikana sana kwa kusimamia kwa karibu miradi ya barabara nchini. Ni katika kipindi hicho ndipo alipoanza kupata jina la utani la buldoza, jina linaloashiria kasi yake ya kufanya maamuzi na kusukuma mambo mbele. Mwaka 2015 Magufuli alichaguliwa kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Urais wake ulianza kwa hatua kadhaa zilizovutia mijadala mikubwa ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa mambo yaliyompatia umaarufu ni pamoja na msisitizo wake katika nidhamu ya kazi serikalini, kupambana na ufisadi na kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima ya fedha za umma. Katika kipindi chake cha uongozi, serikali ilianzisha na kuendeleza miradi kadhaa mikubwa ya maendeleo. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa Standard Gauge Railway, ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere,
pamoja na maboresho makubwa katika sekta ya miundombinu ya barabara, madaraja na usafiri wa anga. Kwa upande wa baadhi ya Watanzania, uongozi wake ulionekana kama kipindi cha nidhamu kali na uzalendo mkubwa. Wapo waliompongeza kwa uthubutu wake wa kufanya maamuzi makubwa kwa haraka. Hata hivyo, kama ilivyo kwa viongozi wengi duniani, uongozi wake pia uliambatana na mijadala na maoni tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Licha ya tofauti hizo za mitazamo, jambo ambalo halipingiki ni kwamba Magufuli alikuwa mmoja wa viongozi walioacha alama kubwa katika siasa za Tanzania katika karne hii. Tarehe 17 Machi mwaka 2021, taifa la Tanzania lilipokea taarifa ya kifo chake. Habari hiyo ilitangazwa rasmi na makamu wa rais wa wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Tangazo hilo lilisababisha huzuni kubwa kwa wananchi wengi. Serikali ilitangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa na maelfu ya Watanzania walijitokeza kutoa heshima zao za mwisho wakati mwili wake ulipozungushwa katika maeneo mbalimbali kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Chato. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu. Leo miaka 5 imepita tangu siku hiyo katika kijiji cha Chato ambako ndipo alizikwa. Watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania hukusanyika kuadhimisha kumbukumbu ya maisha yake. Wengine huenda kuweka maua katika kaburi lake, wengine ushiriki dua na sala, na wengine hutumia siku hiyo kutafakari historia ya maisha yake. Kwa Watanzania wengi, siku hii ni zaidi ya kumbukumbu ya kifo chake. Ni siku ya kukumbuka historia ya uongozi wake, mafanikio yake, changamoto zake na athari aliyoiacha katika taifa. Historia ya taifa lolote hujengwa na viongozi wake, maamuzi yao na matukio yaliyotokea. Katika historia hiyo, jina la Dr. John Pombe Magufuli limeandikwa katika sura muhimu ya siasa za Tanzania. Miaka 5 baadaye, mjadala kuhusu urithi wake bado unaendelea. Wapo wanaoendelea kukumbuka kwa sera zake na mtindo wake wa uongozi. Wapo pia wanaochambua kwa kina kipindi chake cha utawala na kujifunza mambo mbalimbali kutokana na uongozi wake. Lakini jambo moja linaloonekana wazi: maisha na uongozi wake umeacha simulizi ambayo itaendelea kujadiliwa kwa miaka mingi ijayo. Katika siku hii ya kumbukumbu ya miaka 5 tangu kifo chake, Watanzania wengi wanaendelea kukumbuka kwa namna tofauti tofauti. Wengine humkumbuka kama kiongozi jasiri, wengine kama mchapakazi, na wengine kama sehemu ya historia muhimu ya taifa. Hii ndio simulizi ya kumbukumbu ya miaka 5 tangu kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli. Asante kwa kuendelea kufuatilia chaneli yetu ya Dodoma TV. Kama hujajiunga nasi, basi hakikisha una subscribe ili kuendelea kupata update zaidi, lakini pia kushiriki maoni yako. Na wewe unakumbuka nini kuhusu uongozi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli?
Mpaka wakati mwingine katika simulizi nyingine.